Unashindwa kufuga bata? Kwa nini unashindwa kufuga bata? Ndugu mfugaji wa bata, ndugu mfugaji ambaye unaanza au una hamu unatamani kufuga bata, ni kwa nini unashindwa kufuga bata? Hizi ni sababu mbalimbali ambazo zinapelekea watu wengi washindwe kufuga bata, na kuomba tu uweze kuangalia video hii kuanzia mwanzo mpaka mwisho, na pia ukumbuke kulike na comment, na pia mwisho mwa video hii ni mwanzo mwa video nyingine. Ni kwa nini watu wengi au wananchi wengi wanashindwa kufuga bata? Ni kwa sababu ya kitu kimoja tu ambacho kinawashinda, na chenyewe nacho ni nidhamu. Watu wengi wanashindwa kufuga bata kwa sababu ya nidhamu. Kuna nidhamu ya vitu mbalimbali ambavyo ukiweza kuvifanya hivyo, kiukweli ndugu mfugaji, utakuwa umeweza kufanikiwa na utakuwa na uwezo wa kufuga bata. Watu wengi wanashindwa kufuga bata kwa sababu hawana nidhamu ya vyakula, hawana nidhamu ya lishe. Ina maana kwamba nidhamu ya kuweza kuhudumia bata wako katika upande wa chakula inapelekea mtu kuweza kushindwa kufuga bata, na basi anapata hasara. Kama ni mfugaji anapata hasara, na kama kuna mwingine ambaye hajaanza kufuga bata, ina maana anashindwa kufuga bata kwa sababu anakosa nidhamu. Kitu kidogo tu ambacho kinasababisha mtu anashindwa kuweza kufuga bata na kushindwa kupata mamilioni ya pesa ambao watu wengine wanayapata. Kwani hii nidhamu ya lishe au nidhamu ya vyakula ni nidhamu ya kitu gani? Huenda ukawa unaogopa, ndio maana inakupelekea wewe ukaogopa ukashindwa kuendelea na ufugaji wa bata. Nidhamu yenyewe ni nidhamu ya kuweza kujipangia ratiba ya kutwa mara 3 au ya kutwa mara 2 kwenye swala zima la chakula. Weka chakula, kanunue chakula, uweze kuwa na store ya chakula. Na pia kuna wengine ambao wanaenda zaidi, anakuwa anaweka order ya mabaki ya vyakula. Weka mabaki ya vyakula mahotelini ili kusudi bata wako uweze kuwachanganyia na vyakula vingine. Pia na kitu kingine, inabidi uweze kuwa kwenye mambo ya chakula, uweze kuwa na mboga za majani. Ina maana na mboga ya majani kama matembele, mamichicha haya, makabeji, matikiti maji, matango na kadhalika. Yale yote ambayo yanakuzunguka wewe au yale yote ambayo yanapatikana sokoni. Enda sokoni, ongea na wauza vyakula, waweze kuwa wanakupa makabeji mabovu na unapita kukusanya kwa ajili ya kuweza kulisha bata wako. Hiyo ni nidhamu ya vyakula. Na kama utakuwa unaweza katika kuweza kupambana na nidhamu hii ya chakula, kiukweli ndugu mfugaji, ni kitu chepesi sana. Kama haujaanza ufugaji wa bata, utaanza ufugaji wa bata na utapata faida. Na kama umeanza lakini bata wako wanakuwa wanakufa, bata wako wanakuwa hawaeleweki, una hofu, unatamani uweze kuacha kufuga bata, achana na hiyo habari, endelea kufuga bata. Kwani ukiwa na nidhamu katika swala zima la vyakula na mchanganyiko wa vyakula mbalimbali, ndugu mfugaji, utakuwa unaweza kupata na kuweza kufanikiwa katika swala zima la vyakula vyako. Na kitu kingine ndugu mfugaji, ni kuhusiana na swala zima la nidhamu ya swala la maji. Kwani tukumbuke kwamba bata wanapenda sana maji. Kwa hiyo wafugaji wengi wanafuga wanajisahau kuhusiana na ratiba ya kuweka maji, wanajisahau kwamba ni saa ngapi waweke maji, ni saa ngapi wabadilishe maji. Maana maji wanaweka, kubadilisha, kuweka, kutoa, kusafisha vile vyombo. Kwa hiyo ni nidhamu. Kama utakuwa napo na changamoto katika kipande hicho, basi utaona kwamba ufugaji wa bata ni mgumu na utapelekea kuona kama bata wako wanakuwa ni changamoto. Kitu kingine ndugu mtazamaji na ndugu mfugaji, ni kuhusiana na swala zima la nidhamu ya mambo ya afya. Ina maana kwamba nidhamu ya magonjwa. Kama utaona bata wako wanaumwa, jitahidi kuwa unapokuwa unaanza ufugaji wa bata, kutenga eneo moja kwamba eneo hili au kipande hiki kitakuwa ni kwa ajili ya swala zima la wale bata wagonjwa. Kwa bata wagonjwa wote waweze kuwatengea katika eneo lake moja. Ina maana bata wagonjwa wote watakuwa wanakaa kule. Kama kulikuwa kuna bata ambao wanakuwa wanaumwa, unawatenga wanakaa kule. Kwa ukifanya hiyo, ni miongoni mwa nidhamu ambayo itapelekea wewe kuweza kufanikiwa na kuweza kufanikisha katika swala zima la ufugaji wa bata. Ni madhara gani ambayo yanaweza kupelekea wewe ukiwa hauna nidhamu ya hivi vitu vikubwa vya swala zima? Utapata madhara gani? Ndugu mfugaji wa bata, bila kupepesa macho na kupitia mifano mbalimbali, wafugaji mbalimbali ambao wamekosa nidhamu ya vitu hivi vitatu: nidhamu ya maji, nidhamu ya vyakula, pamoja na nidhamu ya kuangalia swala zima la afya ya bata, wameweza kutumbukia katika hasara kubwa, na zile hasara walizokuwa wakizipata
Pia wanaenda kuwashawishi na watu wengine na kwenda kuwashawishi watu wengine kwenda kuambia kwamba ufugaji wa bata ni mgumu, ufugaji wa bata wanakufa tu, bata hawana dawa, bata hawafugiki, bata ni wachafu, bata hawana hela. Ni kwa sababu ya wamekosa nidhamu. Kwa hiyo usiwe na wewe miongoni mwa mtu ambaye atatumbukia kudanganywa na kushawishiwa kwamba asifuge bata kwa sababu bata hawana faida, na kwa sababu yule mtu aliyokuambia vile amekosa nidhamu ya vitu hivyo vikubwa vitatu. Ndugu mtazamaji, pia hasara nyingine ambayo mtu anaweza kukutana nayo ni kuhusiana na swala zima la hasara ya kupungua kiuchumi. Ina maana atakuwa anafuga bata wake, labda ameanza na mtaji wa bata 10, lakini bata watakuwa wale hawatagi mayai, au akitega mayai wakizaliwa watoto, vifaranga vinaongezeka vifo. Kuna vifo vya vifaranga na kuna vifo vya bata wengine, kwa unajikuta yeye hawezi kwenda mbele. Sisi tunaamini katika ufugaji, ili mfugaji aliyofanikiwa ni yule mfugaji ambaye ana mifugo mingi, ni mfugaji ambaye ameanza na bata wachache na mwisho wa siku anakuwa zidi kukua, bata wake wanazidi kuongezeka, wanakuwa. Kwa hiyo hasara nyingine ambayo itapelekea ni kusana kama mtu huyu atakuwa na bata wachache, ina maana atapata hasara, atakuwa na ufugaji wake utakuwa hauna tija, ina maana kwamba atakuwa ana bata ambao wamepungua. Ina maana bata wako watakuwa ni wadogo, ina maana bata wako watakuwa hawaongezeki. Kama bata hawaongezeki, ina maana tayari huyu hana haja tena ya kuwa na bata. Mwisho wa siku ukutana naye mtu kama huyo, anakushauri mambo ambayo sio ya kweli, anakushauri katika mambo ambayo ya kukatisha wewe tamaa. Kwa hiyo kupitia video hii ni kutie nguvu, ndugu mfugaji wa bata. Kama haujaanza kufuga bata, eneo unalo, anza kufuga bata. Kama unafuga bata lakini changamoto ya kufa, basi jitahidi sana kuweza kufuatilia video zetu na tuwasiliane. Andika neno mwanzo kwenye comment hapo, andika mwanzo na pia ulike video hii. Andika mwanzo, like video hii, basi sisi tutawasiliana na wewe, tuweza kushauri kwa jinsi gani ambavyo uweze kuwa na nidhamu ya hili jambo la ufugaji wa bata ili uweze kufanikiwa. Na kuna mifano ya wafugaji mbalimbali ambao wameweza kufanikiwa kupitia video hizi na kupitia ufugaji huu wa bata. Kuna mtu alikuwa anadaiwa ada ya watoto wake, lakini anasomesha watoto wake mpaka leo. Kuna watu wengi ambao wanafanya maendeleo yao kupitia ufugaji wa bata, wamejiwekea kwamba yeye ana nidhamu ya kuweza kuhudumia bata, nidhamu kuhusiana na swala zima la usafi, nidhamu kuhusiana na swala zima la kuweza kuhudumia bata wake kwenye mambo ya chakula, usafi pamoja na magonjwa. Na kweli mafanikio yanaonekana, anaweza kumove na kuweza kujipatia kipato, akaweza kusaidia yeye pamoja na familia yake. Kwa hiyo ndugu mtazamaji na ndugu mfugaji wa bata, usihofie. Kuwa na nidhamu utapata faida. Kuwa na nidhamu hautakuwa na hasara yoyote kama wenye ufugaji wako wa bata, kama utakuwa na nidhamu ya ufugaji wako wa bata uliokuwa mzuri. Kikubwa tu ndugu mtazamaji, pia ni ukumbushe kwamba mwisho wa video hii ndio mwanzo wa video nyingine, na pia ukumbuke kucomment, ukumbuke kulike na ukumbuke kusubscribe. Unapokuwa una subscribe unabonyeza alama ya kengele utakuwa wa kwanza kuweza kupokea video zetu bomba ambazo zinatoka kuhusiana na swala zima la ufugaji wa bata. Nia na malengo inabidi wewe uweze kufanikisha. Nia na malengo inabidi usiwe na hofu ya ufugaji wa bata. Unapokuwa unaanza ufugaji wako wa bata, uweze kufuga bata wako kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Ufuge bata kuanzia mwanzoni mpaka pale bata wako unawapeleka sokoni na unatoka na faida iliyokuwa kubwa kama wafugaji wengine wanavyokuwa wanafanya. Kwa ndugu mtazamaji, pia faida ambayo inaweza kusaidia au ikapelekea wewe kuweza kupata, yaani unavyokuwa na nidhamu ya mambo haya makubwa ya kuyafanya, ni faida gani ambayo wewe unaweza kupata? Miongoni mwa faida ambayo unaweza kupata ndugu mtazamaji, ni faida ya kwanza, ni faida ya kipato. Utapata kipato kilichokuwa kikubwa na kipato kilichokuwa bora. Na faida nyingine ni kutimiza malengo yako. Kama ulikuwa na malengo ya kukuza bata wako kuwa na bata walau 100-300, utaweza kutimiza malengo hayo, kuweza kumiliki bata 100 mpaka 300. Na pia kama utakuwa na malengo ya kusanza lazima la kiuchumi, uchumi wako utakuwa na maana mambo yatakuwa ni mazuri na uchumi wako utakuwa vizuri, maana utauza bata wako na utapata pesa. Utapata hela ambayo hela hiyo itakusaidia wewe kuweza kujikimu kimaisha. Kwani ndugu mfugaji, tunaamini nia na malengo yetu, tufuge tuweze kujikwamua kiuchumi kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo unapokuwa unavuna, unapokuwa unafuga kitaalamu na kufuata ushauri ambao tunakushauri, utakuwa miongoni mwa watu ambao
wameweza kufanikiwa kama waliofanikiwa wengine, kwani kwa nini wengine wanaweza kufuga na tuna uwezo kwenda kufuatilia na kufanikisha. Naomba uweze kusubscribe na kulike.